Kuna miji midogo midogo duniani ambayo majina yake yameandikwa si kwa wino, bali kwa damu, machozi na historia. Miongoni mwao upo mji mmoja wa ajabu, mji ulioko kando ya bahari ya Hindi, ambao leo unaweza kuonekana kimya, lakini chini ya ukimya huo kunapumua sauti za kale, sauti za wafanyabiashara, watumwa, wamishonari na wapiganaji wa uhuru. Huu si mji mwingine, bali ni Bagamoyo. Je, unajua nini kuhusu mji wa Bagamoyo na nini kilichojificha ndani ya ardhi hii? Fuatana nami kwenye simulizi ya historia ya mji mdogo unaobeba historia ya Tanganyika na Afrika ya Mashariki. Karibu The Storyside. Bagamoyo ni zaidi ya mji. Ni kumbukumbu hai ya karne nyingi za mapambano, imani, uchumi na mateso. Ni mahali ambapo Afrika Mashariki ilikutana na ulimwengu kupitia bahari. Jina Bagamoyo lina historia ndefu, nzito na yenye maana ya kihisia ambayo imebeba roho ya mji huu kwa karne nyingi. Jina Bagamoyo linatokana na maneno mawili ya Kiswahili, yaani bwaga moyo, likiwa na tafsiri ya weka moyo chini au pumzisha moyo wako. Hata kabla ya ujio wa wageni kutoka bara Arabu na Ulaya, maneno haya yalikuwa yakitumika kama msemo wa mapokezi, faraja na matumaini miongoni mwa wenyeji wa pwani. Kwa wanahistoria na watafiti wa lugha, jina hili limeibua tafsiri mbili kuu zinazotafakari hali halisi ya historia ya eneo hili. Tafsiri ya kwanza inahusishwa na watumwa waliokuwa wakiletwa kutoka maeneo ya ndani ya Afrika kupitia njia ndefu ya mateso kutoka Ujiji, Tabora na Kongo ya Mashariki. Walipofika kwenye fukwe za Bagamoyo wakiwa wamechoka na kufa moyo, waliamini safari yao imefika mwisho. Wengine waliona bahari kama tumaini jipya, wengine kama mwisho wa maisha yao. Wakiwa wamechoka na kuumia, walinong'ona kwa huzuni wakisema, bwaga moyo, hapa tutaweka mioyo yetu chini. Kauli hii ikawa alama ya hisia na huzuni, ikijipenyeza kwenye historia ya mji huu hadi leo. Tafsiri ya pili inatokana na simulizi za wenyeji wa kale, hasa Wazaramo na Wakwere waliokuwa wakimiliki ardhi ya pwani hii kabla ya wageni kuingia. Wenyeji hawa walikuwa watu wakarimu na wapole, waliokuwa na utamaduni wa kukaribisha wasafiri kutoka bara waliokuwa wakija kwa biashara. Walipowaona wageni wamechoka, waliwaambia kwa sauti ya upole na ukarimu, bwaga moyo, wakimaanisha weka moyo chini ama pumzika, uko salama. Kwao ilikuwa ni kauli ya ukaribisho, upendo na amani. Hivyo jina Bagamoyo lina sura mbili, moja ya huzuni na mateso, nyingine ya faraja na mapokezi. Ndiyo maana mji huu umekuwa kielelezo cha moyo wa binadamu unaoweza kubeba maumivu na matumaini kwa wakati mmoja. Kihistoria, mji wa Bagamoyo ulianza kuchipua na kujulikana zaidi kati ya karne ya 18 na 19, kipindi ambacho biashara ya baharini ilikuwa imeanza kushamiri katika pwani ya Afrika ya Mashariki. Wakati huo, miji mingi ya pwani kama Kilwa, Pangani na Tanga ilikuwa tayari imejengeka, lakini Bagamoyo ikaanza kujitokeza kama kituo kipya cha biashara kutokana na bandari yake ya asili yenye maji ya kina kirefu na ukaribu wake na visiwa vya Zanzibar. Wazaramo ambao walikuwa miongoni mwa wenyeji wa kwanza wa eneo hili waliishi kwa utaratibu wa kijamaa na kiutamaduni uliokuwa na heshima kubwa kwa bahari na ardhi. Walikuwa wakijihusisha na uvuvi wa jadi kwa mitumbwi, kilimo cha mazao ya pwani kama muhogo,
nazi na mtama, pamoja na ukusanyaji wa mwani na chumvi ambao waliuza kwa wafanyabiashara waliokuwa wakifika kutoka Zanzibar. Maisha yao yalizungukwa na desturi, nyimbo na ngoma zilizobeba hadithi za mababu. Waliamini bahari ilikuwa na roho inayoweza kubeba baraka au balaa kulingana na namna jamii inavyoiheshimu. Hivyo walifanya tambiko na matambiko maalum kila msimu wa uvuvi na wakati wa pepo kali. Kadiri miaka ilivyopita, wageni kutoka bara na visiwani walianza kufika Bagamoyo, wakivutiwa na utulivu wa fukwe zake na fursa za biashara. Taratibu eneo hili dogo lililojaa maisha ya pwani likaanza kubadilika kuwa kituo cha biashara na kitamaduni. Kuanzia karne ya 17, upepo wa biashara uliovuma kutoka ghuba ya Uajemi na visiwa vya Arabuni ulileta mabadiliko makubwa katika pwani ya Afrika ya Mashariki, na Bagamoyo ikawa moja ya maeneo yaliyoguswa zaidi na wimbi hilo. Waarabu kutoka Oman, Yemen na Basra walianza kufika kwenye fukwe tulivu za Bagamoyo kama bandari ndogo ya kupumzika na kubadilishana bidhaa katika safari zao kati ya Zanzibar, Pemba na Tanganyika. Bandari ya Bagamoyo ilikuwa faida ya kijiografia. Maji yake ya kina yaliruhusu majahazi kuingia kwa urahisi, huku pwani yake ikiwa na mchanga laini na tambarale rahisi kwa kupakia na kushusha mizigo. Hapo ndipo biashara za pembe za ndovu, ngozi za wanyama, dhahabu na watumwa ilipoanza kukua kwa kasi. Wakati huo pembe za ndovu zilihesabiwa kama dhahabu nyeupe ya Afrika. Waarabu walizipeleka Asia na Mashariki ya Kati, ambako zilitumika kutengeneza vinyago, vito na mapambo ya kifahari. Sambamba na hilo, biashara ya watumwa ilianza kushamiri, jambo lililobadilisha uso wa Bagamoyo milele. Watumwa walikusanywa kutoka maeneo mbalimbali ya bara, ikiwemo Tabora, Ujiji, Kigoma hadi Kongo Mashariki. Inakadiriwa kuwa takribani watumwa 50,000 walipitia Bagamoyo kila mwaka. Njia kuu iliyotumika ilijulikana kama Central Caravan Route. Hii ni njia ya kibiashara iliyopita kwenye misitu, milima na mabonde makubwa, ikiongozwa na wachuuzi wa Kiafrika waliokuwa wakifanya kazi kwa niaba ya wafanyabiashara wa Arabu. Safari hiyo ilikuwa ya mateso yasiyoelezeka. Watumwa walifungwa minyororo mikononi na shingoni, wakitembea kwa miguu mamia ya kilomita, wengine wakiwa wamebeba mizigo ya pembe za ndovu, wakikosa maji na chakula kwa siku kadhaa. Wengi hawakuwahi kufika Bagamoyo wakiwa hai. Wale waliobahatika kufika walihifadhiwa katika maghala makubwa ya mawe na matope yaliyojengwa karibu na ufukwe. Majumba hayo mengine bado yanasimama hadi leo. Yalitumika kama sehemu ya kuhifadhi watumwa kabla ya kusafirishwa kwenda Zanzibar, ambako walinadiwa sokoni. Bei ya mtu haikuwa kubwa. Mtu mmoja aliweza kuuzwa kwa nguo moja, chumvi au bunduki ndogo. Kwa Waarabu, Bagamoyo ikawa lango la biashara ya bara la Afrika, lakini kwa Waafrika wengi ikawa mlango wa maumivu na utumwa. Hivyo mji huu ulikuwa wa amani na mapumziko, ukageuka kuwa kituo cha huzuni na unyonyaji, sehemu ambapo historia ya mwanadamu ilijaribu moyo wa utu kwa namna isiyosahaulika. Wakati biashara ilipoendelea kukua, mji wa Bagamoyo ulianza kupata sura ya kimataifa. Wafanya biashara wa Kihindi na Kiasia walijiunga na Waarabu, waliweka maduka madogo ya vitambaa, korosho na nafaka. Uhusiano huu wa tamaduni ulifanya Bagamoyo kuwa mahali pa mwingiliano wa watu kutoka mataifa mbalimbali: Waarabu, Waafrika, Wahindi na hata wazungu wachache waliokuwa wakisafiri baharini kwa biashara. Katika kipindi hiki, mji ulitawaliwa na Waarabu wa Kizanzibari walioongozwa na familia ya Sultan Saidi wa Oman,
waliokuwa wamedhibiti biashara ya watumwa na pembe za ndovu. Bandari ya Bagamoyo ilijaa meli ndogo zenye tanga jeupe, zikituma shehena za watumwa na bidhaa kuelekea Zanzibar, ambako ndiko kulikuwa soko kuu la watumwa wa Afrika ya Mashariki. Kutoka huko walipelekwa katika mashamba ya karafuu, miwa na nazi kwenye visiwa vya Bahari ya Hindi, Uarabuni na India. Licha ya sura hiyo ya giza, Bagamoyo pia ilikuwa mahali pa kukutana kwa tamaduni za Waarabu, wa Afrika na hata Wachina wachache waliofika kwa biashara. Ilikuwa ni mji uliokuwa na harufu ya bahari, sauti za dua za alfajiri kutoka misikitini na kelele za minyororo zikichanganyika na nyimbo za huzuni za watumwa waliokuwa wakingoja kusafirishwa. Leo majengo ya kale kama Old Fort, Kaole Ruins na kanisa la kale la Katoliki yanasimama kama mashahidi wa kipindi hicho cha historia, kipindi kilichoupa mji huu baraka ya kuwa kitovu cha historia, lakini pia laana ya kumbukumbu ya mateso ya binadamu. Mwishoni mwa karne ya 19, upepo wa ukoloni ulivuma hadi Bagamoyo. Wajerumani walifika wakiwa na dhamira ya kuanzisha utawala wao katika Afrika ya Mashariki, na Bagamoyo ikawa kituo cha kwanza rasmi kabla ya makao makuu kuhamishiwa Dar es Salaam. Mji huu ulipewa sura mpya. Barabara zilipangwa kwa mpangilio wa kikoloni, majengo ya mawe na ofisi za serikali zikajengwa, na mamlaka ya kigeni ikawekwa kwa mara ya kwanza. Hapo ndipo Bagamoyo ilipoanza kubadilika kutoka bandari ya biashara ya watumwa kuwa mji wa kiutawala na biashara chini ya nguvu za kigeni. Mnamo mwaka 1868 wamishonari wa Kikatoliki kutoka Ufaransa walifika Bagamoyo, wakianzisha kituo cha kwanza cha kimishonari Afrika ya Mashariki. Walijenga kanisa kuu la Mtakatifu Petro ambalo hadi leo linahesabiwa kuwa mojawapo ya makanisa ya zamani zaidi katika ukanda huu. Kanisa hili lilikuwa zaidi ya nyumba ya ibada. Lilikuwa kimbilio la watumwa waliokombolewa, waliopatiwa makazi, elimu na imani mpya. Wengine walifundishwa kusoma na kuandika. Wengine waligeuzwa kuwa walimu, makasisi na watumishi wa jamii. Bagamoyo ikawa kitovu cha elimu, dini na matumaini mapya, mji ulioanza kuona mwanga baada ya giza nene la biashara ya watumwa. Lakini nyuma ya pazia, utawala wa Kijerumani uliendelea kuumiza wananchi. Kodi ziliongezwa, watu walilazimishwa kufanya kazi katika miradi ya serikali na mashamba makubwa, na waliopinga walikamatwa na kuteswa. Hivyo wakati uso wa Bagamoyo ulionekana kupambwa kwa majengo mapya na elimu ya wamishonari, moyoni uliendelea kubeba alama ya mateso na ukandamizaji. Mji ulioonekana kubarikiwa kwa maendeleo, lakini bado uligubikwa na laana ya historia yake yenye maumivu. Bagamoyo haikubaki nyuma katika safari ya ukombozi wa Tanganyika. Baada ya karne za mateso na utawala wa kigeni, mji huu uligeuka kuwa kitovu cha fikra, elimu na harakati za kisiasa. Ndipo historia ikaanza kuandika ukurasa mpya, kutoka mji wa watumwa hadi mji wa wasomi na wapigania uhuru. Hapa ndipo viongozi wa mwanzo wa taifa, akiwemo Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, walikutana na wamishonari na wanaharakati waliokuwa wakihubiri kuhusu haki za Mwafrika, elimu na uhuru. Mazungumzo yao ya mabadiliko yalianza katika kumbi za makanisa na shule, yakienea polepole hadi mijini na vijijini. Bagamoyo ilijivunia kuwa na baadhi ya shule za kwanza za kisasa nchini, kama Bagamoyo Mission College ambayo ilileta pamoja vijana kutoka Tanganyika, Zanzibar na hata Kenya. Shule hizi zilikuwa zaidi ya vituo vya elimu, zilikuwa vinu vya fikra za mapinduzi.
zikilea kizazi kilichokuja kubeba ndoto ya taifa huru. Kwa miaka hiyo, Bagamoyo ikawa alama ya mabadiliko ya kiroho, kijamii na kisiasa. Mji uliokuwa ukihusishwa na minyororo ya watumwa sasa ulijulikana kama kitovu cha mwamko wa Kiafrika, mahali ambapo sauti za ukombozi zilianza kusikika, zikifuta polepole kumbukumbu za giza la kale. Wenyeji wa Bagamoyo, hasa Wazaramo na Wakwere, walihifadhi utamaduni wao wa kale licha ya msururu wa wageni na wakoloni waliokuwa wakifika. Walijijengea jamii yenye nguvu za kijamii na maadili makali, ambapo familia na kabila vilikuwa msingi wa maisha ya kila siku. Walijishughulisha na uvuvi wa asili, wakitumia mitumbwi midogo na mbinu za jadi za kuvua samaki, pamoja na kilimo cha pwani kilichojumuisha muhogo, mtama, nazi na karafuu. Ukusanyaji wa mwani na kutumia bidhaa za baharini pia ulikuwa sehemu ya maisha yao ya kila siku, ikiwaletea chakula, nyenzo za ujenzi na bidhaa za biashara. Muziki na ngoma za asili zilikuwa sehemu muhimu ya jamii. Mdundiko na bango ni baadhi ya ngoma za utambulisho, zikihusiana sherehe za mavuno, harusi na matambiko ya kidini. Nyimbo za kale zilihifadhi historia, hadithi za mababu na mafunzo ya kimaadili kwa vizazi vipya. Chakula cha asili pia kilichangia utambulisho wa Bagamoyo. Samaki wa kukaanga, wali wa nazi na vyakula vya mwani vilikuwa sehemu ya kila familia, huku mbinu za mapishi zikihusisha vizazi na mila. Leo hii Bagamoyo ni kitovu cha sanaa na utamaduni. Chuo cha sanaa Bagamoyo, yani TASUBA, ni kielelezo cha mabadiliko haya, kikitoa elimu kwa wasanii wa ndani na wa kimataifa, huku akihifadhi historia ya kale ya mji huu. Tamasha la kila mwaka la sanaa na muziki linaendeleza urithi huu, likiwaleta pamoja wasanii na watalii kutoka sehemu zote za dunia. Hapa historia ya kale na maisha ya kisasa vinachanganyika. Mji huu unaonyesha msururu wa historia, mateso, matumaini na furaha, huku ukihifadhi hadhi yake ya mji uliobarikiwa na laana ya historia. Leo Bagamoyo ni mji wa amani, wenye watu wapole na mandhari ya kupendeza ambayo huvutia macho ya wageni. Bahari yake tulivu, pwani zenye mchanga mweupe, majumba ya mawe yaliyoharibika na magofu ya kale yanasimama kama walinzi wa historia, yakibeba simulizi za enzi zilizopita. Watalii kutoka duniani kote hufika kuona Old Fort, kanisa la Kikatoliki na makaburi ya Waarabu na Wazungu waliokuwa wakihusiana na biashara ya kale. Kila kona ya mji unaonyesha ushahidi wa historia ya kitamaduni na kijamii, ikiwa ni kumbukumbu ya nguvu, mateso na imani ya binadamu. Hata hivyo, nyuma ya mandhari mazuri na utulivu wa sasa, Bagamoyo bado inabeba historia ya maumivu. Ndani ya mchanga wake kuna simulizi za watumwa waliokamatwa wakiwa wamechoka na machozi yaliyozama katika bahari ya muda. Ni mji uliobarikiwa kwa urithi wake wa kipekee, mandhari ya kuvutia na utamaduni wa kipekee, lakini pia uliolaaniwa kwa sababu waathirika wa utumwa na unyonyaji walimwagia damu na machozi yao kila hatua ya historia yake. Bagamoyo ni mlango wa historia ambapo urithi na maumivu vimeunganishwa, na kila jiwe, kila mti na kila darsi la pwani lina hadithi ya kuamsha kumbukumbu za zamani. Bagamoyo ni roho ya Afrika Mashariki, ni pumzi ya zama zilizopita ambazo bado zinapumua kupitia kila kona ya mji huu. Hapa bahari tulivu iliona machozi ya watumwa waliopoteza matumaini, lakini pia ilisikiliza nyimbo za uhuru zikichipua katika mioyo ya wale
waliopigania uhuru. Ni mahali ambapo historia haijakufa, bali inaendelea kuishi, kuzungumza na kuamsha hisia zako unapokanyaga mchanga wake na kukaa kando ya fukwe zake. Hapa historia inakutana na moyo, pale ambapo kila jiwe, kila majengo yaliyozaliwa na uvamizi na kila shina la mti wa kale linabeba simulizi ya mateso, uthabiti na matumaini mapya. Bagamoyo haiishi tu kwenye makaratasi za historia, bali inaishi ndani ya mioyo ya wale wote wanaotaka kuisikia, kuiona na kuihisi. Ni mji ambao kila pumzi ya upepo, kila wimbi la bahari vinapumua hadithi na kukufanya uhisi kwamba historia yenyewe bado inaishi, bado inazungumza na bado ina nguvu ya kugusa mioyo yetu. Leo ukiwa kando ya fukwe za Bagamoyo, ukiangalia jua likizama, likitoweka katika maji ya bahari, unaweza kusikia kwa mbali sauti ya kale kwa upepo na uzito wa historia ikisema, weka moyo wako chini. Je, unafahamu nini kuhusu mji wa Bagamoyo? Tuambie maoni yako kwenye comment. The Storyside tunakusimulia kila hadithi za Afrika na dunia kwa namna isiyosahaulika. Ni mahali ambapo tunafanya historia haiishi, bali inaishi kupitia simulizi zetu. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare simulizi hii kwa wengine. Tuonane kwenye simulizi inayofuata hapa The Storyside.